saidia kujenga hapo kama kumbukumbu ya baba yako. Kwangu mimi hilo linigusa sana. Lakini Rais Magufuli pia alikuwa ni mtu mnyenyekevu sana. Ukimkuta ameshapunguza kazi zake huwezi kujua kama huyu ni rais. Anakuwa mnyenyekevu kabisa kabisa. Na zaidi alikuwa mchapakazi mkubwa. Siku moja tukiwa pale, wakati amechelewa kukamilisha serikali yake kuunda lile baraza la mawaziri, kulikuwa na tukio la kwa kamisheni polisi. Tulikuwa tumekaa na Mheshimiwa Janet Magufuli pale. Akaniambia, shemeji, ninakuomba sana umshauri huyu ndugu yako, mwe angalau mwe mnapumuzika, mtaumia. Sasa na rais alikuwa anasema hapa kazi tu. Mimi nilicheka tu nikamwambia, shemeji, mimi nitamwambia lakini sijui kama hata atanielewa. Kwa hiyo alikuwa mchapakazi. Na uchapakazi ule ndio maana tunamshuhudia haya aliyoyafanya, na ambaye mrithi wake ambao mimi naamini ilikuwa timu nzuri ameyakamilisha na mengine anaendelea kuyaibua na kuyafanya. Huu ni utaratibu mzuri kwa taifa letu. Baada ya kusema haya, basi kwenye familia ninaombeni sana Mwenyezi Mungu aendelee kuwabariki sana. Awabariki katika maisha yenu, awabariki katika utumishi wenu, awabariki katika shughuli zenu. Tunajua hili ni pengo, mwanadamu yote anapofariki anaacha pengo kubwa ambalo halidhibiki, lakini pia linaloumiza, kwa sababu kila mwanadamu ana identity yake, ana utambulisho wake. Faraja yangu mimi kwenu ni kwamba Mungu yuko pamoja na ninyi, na Mama Janet, wewe ukiwa mcha Mungu na ukiongoza na kuisimamia ile familia, simama imara. Mungu hawezi kuacha. Sisi wengine ni kuombea tu faraja na rehema zake ziambatane nanyi, na Mungu awabariki sana. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante sana. Naomba nichukue nafasi hii nimkaribishe Mheshimiwa Daniel Barani Silo,